yoyote isiyowekezwa huwa inaisha. Kabla hujafanya matumizi ya hela, jiulize kwanza umewekeza kiasi gani katika hiyo hela. Katika kila pesa ambayo mwanadamu anaipata, iko pesa yake ya leo na iko pesa yake ya kesho. Shida yako unadhalau kile Mungu analeta katika mikononi mwako. Hakuna pesa ndogo iliyoko katika mikono ya mtu, kama itawekezwa vizuri, inaweza ikatoa matokeo. Tunaweza tukaanza kazi pamoja leo, lakini nakuhakikishia miaka 3, 4, 5 inayokuja mbele tutakuwa na maisha tofauti. Kwa nini? Tofauti itakuja katika uwekezaji wa pesa ninayolipwa kama mshahara. Wewe za kwako umeziwekeza kwenye pombe, mwenzako za kwake ameziwekeza kwenye kuuza karanga, ameziwekeza kwenye kuuza mchicha, ila wewe kila siku umewekeza kwenye bia 3, bia 4. Maisha hayawezi yakawa sawa. Kesho mtaitana mafreemason. Kinachotofautisha watu ni maisha ya uwekezaji unayoyafanya kwa kiasi cha fedha ulichonacho mkononi. Ulikuwa mwaminifu sana kuja kanisani ukitembea kwa miguu. Tangu siku ulipopata hilo gari, leo gari limekuwa chombo cha kubebea makahaba. Unabeba wake za watu, unabeba watoto wadogo, unatembea nao katika magari, ukisema sasa haya si ndio maisha yenyewe. Nyumbani kwako unamwaga chakula, una ndugu zako wadogo zako ambao mlikulia pamoja, mlikuwa mnakula ugali bila mboga, mnakula ugali na chumvi, wanaishi maisha ya kuteseka.